Iran imeachia video ikionyesha wakati vikosi vyake vikizindua makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Bahrain na Kuwait, ikitangaza kwamba mashambulizi hayo yalikuwa ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani dhidi ya maeneo ya kijeshi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran ilisema operesheni hiyo ililenga vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika nchi hizo mbili za Ghuba, ikisisitiza kuwa ilitumia makombora ya masafa mbalimbali pamoja na drones kushambulia malengo iliyotaja kuwa ni vituo muhimu vinavyotumiwa na jeshi la Marekani. Tehran imeeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya haki yake ya kujilinda na kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Marekani ndani ya ardhi ya Iran usiku wa kuamkia hii leo. Video hiyo ambayo imesambazwa kupitia vyombo vya habari vinavyohusishwa na serikali ya Iran inaonyesha makombora yakirusha usiku kutoka maeneo mbalimbali, huku yakifuatana na ujumbe kwamba operesheni hiyo ilikuwa imepangwa kwa umakini mkubwa. Iran imesema mashambulizi hayo yalikuwa na lengo la kutuma ujumbe kwamba haitakubali tena kushambuliwa bila jibu la nguvu. Baada ya mashambulizi hayo kuanza, mamlaka za Bahrain na Kuwait zilitangaza hali ya tahadhari ya juu, huku ving'ora vya tahadhari vikisikika katika baadhi ya maeneo. Mifumo ya ulinzi wa anga ilianza kufanya kazi kwa lengo la kuyazuia makombora na drones zilizokuwa zikielekea kwenye malengo yake, wakati shughuli za kawaida katika baadhi ya maeneo zikisimamishwa kwa muda kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi. Mashambulizi hayo yanatajwa kuwa hatua kubwa zaidi ya moja kwa moja ambayo Iran imechukua dhidi ya maslahi ya Marekani katika eneo la Ghuba tangu kuanza kwa mzozo mpya kati ya mataifa hayo mawili. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kufanya mzozo huo kupanuka zaidi na kuyayumbisha mataifa mengine ya Mashariki ya Kati, hasa yale yanayohifadhi kambi na vituo vya kijeshi vya Marekani. Tehran imeendelea kusema kuwa mashambulizi hayo hayakuwa dhidi ya Bahrain wala Kuwait kama mataifa, bali yalilenga miundombinu ya kijeshi ya Marekani iliyopo katika nchi hizo. Iran imezitaka nchi za eneo hilo kutoruhusu sehemu yao kutumiwa kama vituo vya kuishambulia Iran, ikisema kufanya hivyo kunazifanya kuwa sehemu ya uwanja wa vita. Wakati huo viongozi wa Iran wameonya kuwa iwapo Marekani itaendelea kufanya mashambulizi mengine dhidi ya Iran, jibu litakuwa kali zaidi na linaweza kulenga vituo vingine vya kijeshi vya Marekani katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Iran imesisitiza kuwa ina uwezo wa kufikia malengo mbalimbali kupitia makombora yake ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani, na kwamba haitasita kutumia uwezo huo ikiwa itaona usalama wake unaendelea kutishiwa. Mvutano huu umeongeza hofu kubwa katika soko la kimataifa la nishati, huku wawekezaji wakihofia kuwa kuongezeka kwa mapigano kunaweza kuathiri usafirishaji wa mafuta kupitia Ghuba ya Uajemi na mlango wa Hormuz, ambao ni njia muhimu zaidi ya biashara ya mafuta duniani. Wataalamu wa uchumi wanaonya kuwa iwapo hali itaendelea kuzorota, inaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani pamoja na kuongeza shinikizo kwa uchumi wa kimataifa. Mashambulizi ya Iran dhidi ya Bahrain na Kuwait yanaashiria hatua mpya ya hatari katika mzozo unaoendelea kati ya Tehran na Washington, huku hofu ikiongezeka kwamba pande hizo mbili zinaweza kuingia katika mapambano makubwa zaidi yatakayohusisha mataifa mengine ya Mashariki ya Kati endapo juhudi za kidiplomasia zitafanikiwa kupunguza mvutano huo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.